lango Mathayo 24 kutoka kwenyewe inatueleza mambo mzuri sana. Bila wao wanafunzi wa Yesu walimwendea Yesu wakamuuliza wakisema, Yesu, ni nini itakuwa dalili ya kuja kwako? Yesu akajibu akawaambia ya kwamba mtakapoona haya maneno ikianza kutimia, mjue ya kwamba hiyo ni dalili ya siku za mwisho na ni dalili ya kuja kwangu. Akawaambia kwamba mtakapoona ufalme wa mbinguni unaanza kushindana ufalme na ufalme, mtakapoona vita ikiamuka mahali, mtaona watu wakianza kufanya maneno yasiyo ya kawaida, mjue ya kwamba hizo ni dalili ya siku za mwisho. Jinsi vile huwa mama mjamzito anavyokuwa na mimba, anapotaka kujifungua na kuanga na mwanzo wa uchungu, mpaka hata anatangulia kwenda hospitali, anasema nasikia uchungu wa ajabu. Basi sasa hiyo ni dalili ya siku za mwisho. Kwa hivyo watu wenye tunasoma Injili, tunasoma neno la Mungu, tujielewe sisi wenyewe ya kwamba mahali tumefika ni siku za mwisho. Kwa hivyo kila mtu aanze kutafakari njia zake, aanze kutafakari mipango yake, kwa maana ni siku za mwisho na haijulikani itatokea lini. Watu wanawaje, wengine mapoma, watu wanasambaratika, wengine wanafarakana. Sasa ni ukweli ya kwamba ni dalili ya siku za mwisho. Kwa hivyo wewe unapoeneza neno la Mungu, shika na nguvu, kwa sababu wewe ndio utakuwa sasa suluhisho kuambia watu mabomani ya kwamba msifarakane, kwa maana hizi ni siku za mwisho. So mimi kwangu kama mhubiri nasema ya kwamba Injili iendelee, kwa sababu ukienda ndani ya ulimwengu, ukienda katika serikali, ni malumbano tu peke yake. So inatueleza wazi, inatuonyesha wazi ya kwamba vile hiyo kitabu iliandika ya kwamba na katika siku za mwisho mtaona maneno kama haya ikianza kutukia, mjue ya kwamba kuja kwake Mwana wa Adamu kumeanza kukaribia. Vile tunaposoma katika kitabu cha Timotheo, anatuambia kwamba na katika siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda pesa, wenye kupenda mambo yao yasiyompendeza Mungu. Na ndio hizi siku ambazo tuko ndani ya kwamba siku za mwisho watu watajitenga, watu watakuwa wenye kiburi, watu watakuwa wakaidi, hawatakuwa na kutii wazazi wao, na ndio hizi siku ambazo tuko ndani. Kwa hivyo nasema asante wale ambao wamepokea hii ujumbe, Mungu awabariki. Na mimi naunga hii idara yetu mkono kupitia kwa huyu ofisa wetu ambaye anatuongoza katika media anayeitwa Ezekia. Nasema asante, Mungu akubariki sana. Na leo neno la profesa leo kitu kienda neno la profesa la asubuhi. Watu wengine sisi mimi ndio niliridhika na mimi ndio nilifurahi sana, kwa sababu watu hawapendi neno la ndoto. Na ndoto ilikuweko tangu pale mwanzo. Hata Farao alilala akaota ndoto kwamba ng'ombe saba walionona wamemeza ng'ombe saba, waliokonda wamemeza ng'ombe saba walionona. Sasa na wengine wanasema hata mke wa Pirato alilala akaota ndoto ya kwamba msiwe na jambo mbaya kwa ule mwenye haki. So wakati Pirato alikuwa na hukumu Yesu, ndani mwake alikuwa amevunjika, kwa sababu alikuwa mke wake alimwambia nimeteswa leo usiku ndani ya usingizi kwa ajili ya ndoto ya huyo mwenye haki. Ndio maana Pirato akasema nipe maji mimi ninawe, anapoenda kuhukumu asihukumu hukumu ile ya ndani, kwa sababu alikuwa amepewa message na mke wake kwamba ameteswa usiku, hakulala kwa sababu ya yule mwenye haki. So wakati Pirato anahukumu Yesu, alikuwa amevunjika, alikuwa ameokopa, akaomba maji ya kwamba nipe maji ninawe, ili hii dhambi isiandame mimi, iandame hao watu wenyewe na vizazi vyao. Kwa hivyo mambo na ndoto ya vile profesa alitufundisha asubuhi, hii niliunga mkono. Nimesema ashikilie pale. Ukimalizia kuna jina mbinguni, alafu kuna ile mnasemanga namba, hebu tuelezee. Mimi kwa jina la mbinguni, sisi tunatembea na nguvu za unabii. Nilishapewa mapema mimi mwenyewe. Wakaniita Lazaro.
Amen. Sasa sijawahi ambia mtu. Yeah. Lakini mimi kihuduma Yeah. najijua ya kwamba mimi ni Lazaro. Jina mbinguni. Ya mbinguni. Namba nayo sasa bado wanatafuta. Asante sana. Asante.